usipitwe na habari na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Mole TV, feel the difference. Kama uliachwa na mpenzi wako na unahisi moyo wako umevunjika vipande vipande, lakini bado unampenda na unataka kurudiana naye pamoja bila kuonekana kuwa wewe ni king'ang'a, uko mahali sahihi. Leo nitakupatia hatua 7 za uhakika ambazo zimewafanya maelfu ya watu kurudiana na wapenzi wao walioachana. Okay, bonyeza like kisha subscribe ili tuende pamoja na uweze kumrudisha mpenzi wako mliyeachana. Sio kila mtu anarudi, lakini kama unafanya makosa haya matatu makubwa, hautarudi kamwe. Huyo mtu hawezi akarudi. Na makosa hayo ni kama: 1, kumtafuta mara moja tu; 2, kuomba; 3, kurudiana na uhusiano wa zamani bila kubadilika tabia yako au muonekano wako. Leo tutaondoa makosa hayo kwa hatua 7 za kimkakati. Kabla hatujaanza, vidokezo vitatu muhimu. 1, sio kila mtu anastahili kurudi. 2, usitumie hila za kudanganya. Na 3, kama alikukosea sana, kama alikudanganya au alikufanyia vurugu, achana naye kabisa, usimrudie. Huyo hakufai. Sasa tuanze. Hatua namba 1, jipe wakati wa kupumzika. Hii ndio hatua muhimu zaidi. Usimfuate, usimtumie meseji, usiangalie story zake, usiangalie WhatsApp status yake kabisa. Kwa nini nakwambia hivi? Anahitaji kuhisi upweke wako ili akukose, yani akumisi. Na wewe pia unahitaji kujenga nguvu ya kiemko. Fanya hivi: futa namba yake au uiblock. Ondoa picha zenu za zamani ambazo mlishawahi kupiga kwenye simu yako au PC yako. Jishughulishe, nenda gym, tembelea marafiki, anza hobby mpya. Mfano, badala ya kumtumia message kuwa nimekumisi, wewe nenda zako gym. Baada ya wiki 3 ataanza kujiuliza, kwa nini hanitafuti? Hatua ya 2, jirekebishe mwenyewe. Sasa ni wakati wa kujenga toleo jipya la wewe. Mwili wako, nywele zako. Badilisha hairstyle yako. Nenda saloni nzuri, nyoa au suka aina ya nywele unayoipenda. Vaa vizuri. Piga picha mpya. Posti status. Posti mtandaoni kama vile Instagram au Facebook ukiwa umependeza, ukiwa una furaha. Na kipindi unafanya hayo kwako wewe mwenyewe, kumbuka makosa gani ambayo yuko umemfanyia. Basi kama kuna makosa uliokuwa umeyafanya, andika makosa yako au makosa hayo uliokuwa umeyafanya kwenye karatasi. Pia soma vitabu ili kuweza kujijenga wewe mwenyewe, kama vile Men Are From Mars kama wewe ni mwanaume, au kama wewe ni mwanamke basi soma kitabu kama Women Are From Venus. Angalia video za self improvement ili kuweza kujiweka wewe mwenyewe uwe na tabia nzuri au uimprove. Na kama yeye mwenyewe alisema kuna kitu ulikuwa unamkasirisha sana, basi badilisha tabia hiyo. Kwa mfano, wewe ni mtu mwenye bubu au mwenye kumsema mara kwa mara, badilisha tabia hiyo. Na mara nyingi huwa unatumia labda samahani. Uonyeshe mabadiliko ya wewe mwenyewe, kubadilika kitabia. Okay. Hatua namba 3, rudisha urafiki bila shinikizo. Baada ya siku 30 hivi au wiki 3, tuma message fupi ambayo yenye kujenga, isiyo na hisia nyingi sana. Mfano, unaweza kumtumia message kwamba, hey, niliona picha yako ukiwa kwenye hoteli fulani leo, au niliona picha yako kwenye mtandao fulani leo, ilinikumbusha nyakati zetu nzuri. Unaendelea vipi? Unaweza kumtumia message kama hiyo. Hiyo message nzuri ambayo inakuwa haina hisia nyingi ila ina mvuto na inajenga urafiki wenu urudi.
Na kuna kanuni hapa lazima nikupe. Usizungumzie uhusiano wenu. Okay, jibu tu kama rafiki wa kawaida. Na kama hatojibu meseji zako, subiri siku 7 zaidi, kisha jaribu tena. Au uache kabisa, kwa sababu asiye na bahati habahatishi uchumba. Okay, hatua namba 4, onana naye moja kwa moja. Panga tukio fupi au panga date naye ili muweze kuonana kwenye maeneo ya wazi ambayo mlikuwa mkipenda kutembelea mkiwa pamoja. Kwa mfano, inaweza ikawa sehemu ya kahawa, sehemu ya matembezi, sehemu ya garden au sehemu ya ice cream. Na jinsi ya kuweza kumvutia ili aweze kukubali date yako au aweze kukubali outing yako ni kumwambia kwamba nimekuwa nikikosa kupata ice cream tukiwa pamoja. Kama kawaida yetu kule Java au kule Magomeni au kule Kariakoo au kule somewhere, vipi tutakuwa free Jumamosi? Okay, huenda kwa mara ya kwanza asijibu kama yupo free. Baada ya wiki utamtumia tena. Na kama hatakubali kwamba yupo free, nenda kaonane naye. Na wakati wa kukutana naye sasa, vaa vizuri, uwe unatabasamu. Muulize yeye tu, umeanza kazi gani? Unafanya issue gani siku hizi? Umekuwa ukicheza mpira, au kama ni mcheza mpira, au kama ni msusi umekuwa ukisuka. Muulize kuhusu vitu anavyopenda kuvifanya au alivyokuwa akivifanya, au jambo gani jipya analolifanya muda huo mmeachana. Hatua namba 5, onyesha mabadiliko halisi. Matendo yanazungumza, na matendo yanazungumza zaidi kuliko maneno. Badala ya kusema nimebadilika, kama analalamika kuwa humtendei jambo zuri, au wewe ni mtu wa kufoka, au wewe ni mtu wa kuchepuka, basi siku hiyo mumletee zawadi anayoipenda, iwe labda chocolate au kitu chochote. Kama ulikuwa humtafuti, basi tuma message ya asubuhi bila kutarajia jibu. Unatuma ile message kwamba natumai umeamka salama na nakutakia siku njema. Usitegemee jibu. Na pia jiepushe, usifanye makusudi awe na wivu. Hiyo inaharibu kabisa. Ukaanza kuposti wanawake, kama wewe mwanaume ukaanza kuposti wanaume kwenye status zako kwenye mitandao yako, hiyo huwa inaharibu kabisa. Usijaribu kufanya hivyo. Okay, hatua ya 6, zungumza juu ya uhusiano. Baada ya kukutana mara 1 au mara 2 au mara 3, chagua wakati mzuri. Kisha mwambie, nimekuwa nikifikiria sana kuhusu sisi. Nilifanya makosa na nimejifunza. Unafikiria nini kuhusu kurudiana pamoja mimi na wewe? Ukishamwambia maneno hayo, basi kuwa mtu wa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Pia usijitetee kwa makosa ambayo uliwahi kuyafanya. Kama uliwahi kufanya kosa na akawa analalamika au anakuambia, basi uishie kwa kusema nimeelewa, samahani, hayo hayatajirudia tena. Na kama mpenzi wako huyo anasita kurudiana na wewe, basi kuna maneno ambayo unaweza ukamwambia. Utamwambia kwamba sawa, sitakulazimisha, lakini niko hapa kama utataka kuzungumza na mimi. Hizo ndio hatua 6 za kumrudisha mpenzi wako. Hatua ya 7 na hatua ya mwisho ni kujenga uhusiano mpya. Katika ule uhusiano usirudie kama ilivyokuwa zamani. Panga date mpya, maeneo ambako mlikuwa mnakutana. Usiendelee kutumia kipindi hichi unataka mumrudie. Kama mlikuwa mnapenda kwenda labda Slipway Masaki, basi badilisha, pende Aslay Mihogo. Kama unavyonielewa. Kama mlikuwa mnapenda kwenda Nairobi, sehemu fulani katika kiunga fulani, basi badilisha aina ya kiunga, mwende Nairobi sehemu nyingine. Hivyo weka mipaka mipya
Yani kama zamani ulizoea kuongea naye mwisho saa 4 usiku tu, basi sasa unaweza kuongea naye mwisho saa 3 usiku au mwisho saa 2 usiku au mkaongea naye asubuhi tu. Yani kutengeneza utofauti wa yale mahusiano yako ya zamani na ya sasa. Pia kipindi unajenga hiyo imani, jenga pole pole, usikimbie, kwa sababu ukienda haraka atakuhisi wewe ni tapeli na unataka kumtapeli. Na mfano kipindi labda cha weekend, unaweza kumuomba badala ukitoka kanisani au ukitoka msikitini, kabla hujarudi nyumbani, tunaweza tukaenda picnic au tukaenda cinema au tukaenda shishi food au tukaenda sehemu yoyote kutembea, kupiga story. Hitimisho na call to action. Hizo ndizo hatua 7 za uhakika. Lakini kumbuka, si kila mtu anarudi. Mheshimu kama hataki. Wewe ni wa thamani. Uhusiano bora unakungoja. Kuna mtu anakusubiri uende ukaanzishe naye maisha mapya. Wewe ni wa thamani mno. Wewe ni mtu mkubwa. Wewe si mdogo. Wewe si wa kudharaulika. Okay. Bonyeza subscribe na kengele ili usikose video za mapenzi na zenye kufundisha. Pia comment chini. Hatua gani utaanza kuitumia leo? Au kipindi gani ungetamani ukipate hapa Moli TV Online? Asante kwa kunisikiliza. Mimi ni mtangazaji wako Said Hassan Moli.